Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na kuwepo kwa migogoro ya ardhi inayoendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alielekeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuandaa mkakati wa pamoja wa kupata ufumbuzi wa kudumu wa migogoro hiyo. Kufuatia maelekezo hayo, serikali imeandaa na kuanza utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kudhibiti migogoro ya ardhi hapa nchini. Mkakati huo unahusisha wadau na makundi yote muhimu, hususan wakulima, wafugaji, wawekezaji na mamlaka za hifadhi, ili kuhakikisha changamoto ya migogoro ya ardhi inapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru tena Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa dhamira yake ya dhati kuhakikisha migogoro ya ardhi inadhibitiwa, hivyo kuwawezesha watumiaji wa ardhi kufanya kazi zao kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kutatua migogoro ya ardhi 3000. Na hadi tarehe 15 Mei 2026 jumla ya migogoro ya ardhi 5573 imetatuliwa, ambapo kati ya hiyo migogoro 3183 imetatuliwa kupitia kliniki za ardhi na migogoro 2390 imetatuliwa kupitia utaratibu wa kawaida wa kiutawala. Katika mwaka huu 2026/27 wizara imepanga kushughulikia migogoro 4000 ya kiutawala. Natoa rai kwa viongozi, watumishi na wananchi kwa ujumla kuzingatia sheria za ardhi, kanuni na miongozo ili kuepuka kuanzisha migogoro mipya. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara ilipanga kuendelea kuratibu ukamilishaji wa kazi zilizobaki za utekelezaji wa uamuzi wa Baraza la Mawaziri kuhusu utatuzi wa migogoro ya ardhi katika vijiji na mitaa 975. Maamuzi yameendelea kutekelezwa, ikiwemo kurejesha ardhi kwa wananchi, ambapo jumla ya ekari milioni 3.13 zimerejeshwa na shilingi bilioni 95.27 zimelipwa kwa wananchi waliostahili kulipwa fidia katika maeneo 14. Aidha, mpango kazi kwa ajili ya kukamilisha kazi zilizobaki umeandaliwa na unaendelea kutekelezwa na wizara yangu kwa kushirikiana na wizara za kisekta na taasisi mbalimbali.